UHC nikiwa na Alias pamoja na Samuel hapa kwenye studio. Tumezungumzia kuhusu mpango mzima, lakini sasa tuzungumzie masaibu ya wahudumu wenyewe. Mmekuwa mkijitokeza barabarani kutoka kaunti kadhaa kwa takriban mwezi mmoja sasa. Ni nini haswa ambacho mnakipigania? Kuna orodha ya matakwa ambayo mnataka yapiganiwe, yatekelezwe, msikilizwe. Ni nini hususan mnakipigania? Asante. La msingi kuu sana ni huduma kwa mwananchi. Na huduma hii lazima mfanyikazi awe ameangaliwa vizuri. Hawezi fanya kazi kama ana msongo wa mawazo jinsi maisha yatakavyoachukua. Akiwa mtu dhaifu. Ule Mkenya hatapata huduma inayostahili. Tunaanza swala zima la hii kandarasi. Kandarasi yenyewe ni ya kunyanyasa. Kwa nini? Kwanza si ya kudumu. Na kandarasi za kudumu ziko nazo faida. Kwa jinsi mlivyopewa wakati mlipoingia mwaka 2020. Ndio. Tukaambiwa ya kwamba mshahara ni huu. Mtafanya kazi katika kipindi hiki, na baada ya kipindi hiki kitakapoisha tutawabadilishia kandarasi yenu. Kilikuwa ni kipindi cha muda upi? Cha miaka 3. Baada ya miaka 3 hakukuwa na jambo ambalo limeweza kufanyika. Hizo summit zikafanyika, viongozi wa magavana, serikali kuu wakasema kwamba wacha tuwaongezee kipindi cha mwaka mmoja. Lakini kipindi hiki cha mwaka mmoja tunafanya transition. Tunawatoa katika kandarasi isiyodumu hadi kwa kandarasi ya kufanya nini? Ya kudumu. Ndio tuseme hawa watu ni kama wamepoteza miaka 3 ni sawa, lakini ndani ya huu mwaka wa 4 wacha hawa watu wafanye nini? Wabadilishiwe hali zao. Haikufanyika. Hii inamaanisha kwamba mshahara kwanza ni ule ambao tulisikizana miaka 5 iliyopita. Huwezi jisongesha kimasomo, huwezi songea, hauna medical insurance cover. Sasa vitu ni nyingi sana. Hii inamaanisha kwamba sasa tumeendelea kuumia kwa kipindi hiki kizima cha miaka mingapi? Miaka 5. Swala la mshahara, swala la medical cover, yote haya hayapo. Saa hizi mtoto wako akiwa mgonjwa, pengine amelazwa, bila shaka watu katika jamii wanaangalia yule ni mtoto wa daktari, yule ni mtoto wa nesi. Lakini nesi anataka kufungua group ya WhatsApp achangiwe, maana mtoto wake amefanya nini? Ameweza kulazwa. Haipatiani picha nzuri kwa serikali na hata kwetu sisi. Sasa misongo ya mawazo imejaa. Watu hawafanyi kazi kulingana na vile ambavyo inavyostahili kwa sababu hizo. Jambo lingine ambalo tunahitaji serikali hapa waingilie kati. Na raundi hii tumechoka na ahadi. Unajua ukiambiwa baada ya miaka 3 na saizi umefika mwaka wa 5 na hakuna ahadi yenye imetimizwa hata moja, hawezi sikia raha ya kufanya ile kazi. So tunasema bado tuko barabarani mpaka haya mambo yetu ya kandarasi ya kudumu likiwa jambo la kwanza yaweze kuangaliwa, kwa sababu once umeweza kupata kandarasi ya kudumu, hayo mambo mengine mwenyewe unaweza kujisaidia kuona utajisongesha wapi. Na umuhimu wa kuwa na hii kandarasi ya kudumu, kandarasi ambayo mnaipigania, iko na faida gani kwa huyu mhudumu? Na iko wapi hatari? Ni hatari gani ambayo inawakodolea macho wakati mnapoendelea kukaa kwenye hii kandarasi ambayo kwa kweli mnasema haina mambo mengi ambayo mhudumu anafaa kuwa akiyapata? Asante Agnes. Kwanza hiyo swali ningependa kujibu, lakini pia mimi ningependa tu nipeane historia ili Wakenya waelewe. Ni vizuri, eleza kadri ya uwezo wako. Wakenya waelewe vizuri kwamba hii si mgomo kama migomo zingine za kikawaida zenye tumekuwa tukishuhudia, kwamba labda tunaulizia jambo tofauti ama labda muongezeo wa mshahara. Hatuulizi kitu kama hiyo. Tunajaribu tu kuulizia kitu, jambo ambalo ni very basic na ni kulingana na kulingana na sheria ya uajiri. Kwa mfano article 41 ya sheria ya labor inasema kwamba kila Mkenya ana haki ya kupata fairness katika kazi yake. Kila Mkenya ana haki ya kulipwa
kulingana na kiwango chake cha masomo, kulingana na job group yake na kulingana na kazi anayofanya. Kwa sasa ukiwa katika hii kandarasi ya special hii contract yenye si ya kudumu, kandarasi yenye si ya kudumu ya UHC, kitu yenye iko inafanyika hapa mahali ni kwanza tuko tunapata mshahara ambao ni robo ya mshahara wenyewe katika kandarasi ya kudumu wako wanapata. Na hata kama hatuko katika kandarasi ya kudumu, jambo rahisi na ambalo liko katika sheria ingekuwa ni kwamba tulipwe mshahara sawa kulingana na ule mwajiriwa mwingine katika hali kama yangu, job group kama yangu. Kwa sababu sisi wote tunatoka nyumbani saa 2 asubuhi, unaingia kazi, wewe wa UHC na wewe wa permanent kandarasi ya kudumu, nyinyi wote mnaingia kazi muda huo. Kama wewe ni nesi tu, hakuna pali penye wewe ni nesi wa UHC. Sasa utaona wagonjwa wa UHC. Unaona? Hakuna mahali penye wewe sasa ni nesi wa kandarasi ya kudumu na wa county. Sasa wewe utaona mgonjwa masaa mengi. Mkifika pale mnafanya kazi sawa. Tunafanya kazi sawa. Tunafanya kazi masaa sawa. Lakini kuja kwa kulipwa ndio mshahara sisi tunapata robo, wala wanapata mshahara full. Na kwamba katika hizi kandarasi fupi pia kumekuwa na inconsistencies mingi kuanzia mwaka wa 2020 tulipoajiriwa. Kwa sababu tulijua mwanzo tunaajiriwa kwa miaka 3. Na kulingana na sheria tunajua kandarasi hii yenye si ya kudumu haifai kwenda zaidi ya miaka 3. Na muda mrefu zaidi tunapoweza kwenda ndio miaka 3. Baada ya miaka 3 matarajio yetu ilikuwa ni kwamba sasa sisi pia tumejitolea kupigania wananchi wetu. Kwanza hiyo wakati hata hakuna mtu alikuwa anataka kufanya kazi. Hakuna mtu alikuwa anataka kufanya kazi katika hii Ministry ya Health. Kwa sababu risks zilikuwa mingi. Hiyo wakati kuna COVID-19, watu wako wanakufa, watu watoke nyumbani, lakini sisi tulikuwa mbele at the forefront. Kwa sababu tulikuwa tunataka tutengeneze jina, tupene kazi yetu hata kama maisha yetu nini, kwa sababu kuna wengine tushawapoteza, pole. Kuna wengine walipata complications, kuna wengine pia walipata psychological torture kwa sababu ya kuja kujitokeza kupigana na hili jangamizi la COVID-19. Kwa sababu ilikuwa ni sisi ndio tumeajiriwa katika hii contract yenye si ya kudumu na hatukuwa na rights hata ya kunegotiate. Sisi ndio tuliwekwa at the forefront. Tumeweka mbele sisi sasa tupigane na hii janga. Hatukuwa na njia nyingine ila kujitolea na kwamba Mungu atusaidie tuweze kupita huu wakati. Sasa baada ya hapo mwezi wa 10 hiyo kandarasi ikaenda kuisha 2023, report ilitolewa na ikasemekana wapange jinsi watakavyo tutoa katika hii kandarasi yenye si ya kudumu kwenda kandarasi ya kudumu, na pia tuweze kupata marupurupu. Maana hiki marupurupu ndio yanaweza tufanya tuweze kuishi sawa na wengine. Wakapeana hiyo recommendation. Sasa sisi tulikuwa tunajua ikifika hapo mwakani tutapewa hiyo kandarasi ya kudumu. Mwezi wa 4 pia kukawa na report pia na recommendations zenye zilisema kwamba sasa hata Public Service Commission yenyewe ili shauri Wizara ya Afya kwamba sasa kulingana na sheria consequences ziko mbaya zaidi tukiendelea kuajiri hawa watu katika kandarasi ambayo si ya kudumu. Kwa hivyo tuweke mipangilio ya kuweka katika kandarasi ya kudumu. Report ikatoka kwenye Public Service Commission, pia katoka kwenye County Council of Governors, na hadi wakaweza kukusanya hizo data ya wana UHC kwa ajili ya kukua transition. Sasa unaweza imagine wewe kama UHC baada ya kupigania wananchi, kupigania afya kwa hiyo muda, unatarajia utekwa katika kandarasi ya kudumu ndio uweze upate hiyo privilege ya kwenda kusoma, privilege ya kwenda upate pesa at least yenye ni sawa na wengine. Expectations zilikuwa juu na wakaandika hiyo recommendation. So lakini wakasema ministry ikasema kwa sasa hatuna hiyo bajeti, tupatieni mwaka mmoja. Kwa hiyo mwaka mmoja tutaweza kuwapanga inavyofaa, kutakuwa na transition. So debate ilikuwa kwenye National Assembly, Senate, report ziko. Senate wanajua report ziko na walishapeana recommendation kwa wizara. Sasa hiyo wakati tukajua si ni mwaka mmoja sasa.
Sawa, hii miaka 3 imeisha, tumengoja lakini haijafanyika. Sawa, acha tungoje. So hiyo mwaka mmoja watu wangoja wakiwa na imani kuu katika serikali, na hapo sasa waziri Nakhumicha ndiye alikuwa hadi akakuja akasema kwa TV kila mahali kwamba hawa tumewapatia mwaka mmoja, na chini ya huo mwaka mmoja tunaenda kuweka katika kandarasi ya kudumu. Sasa tukangoja, hii haikufanyika. Ikifika 2024 ikiisha mwezi wa 5 bado tukakuwa nje. Hatujui sasa tuende kazi, tusiende kazi. Tufanyeje sasa sisi wa Kenya? Tumekuwa tukikushughulikia na hatujapewa vitu nye tumetarajia. Na ujue huu mwaka mmoja tumengoja miezi kama 3, miezi 4 bila mshahara. So mwezi wa 5 ndio mshahara unaingia. Mwezi wa 5 mwaka wa 2024 ndio mshahara inaingia. Lakini hii mshahara yetu bado ikiingia, hii special salary yenye ni robo ya wale wengine, ushuru wote hiyo housing levy, matozo yote hiyo ya nyumba ya housing levy, NSSF, hizi zote zenye Wakenya wote wanapewa. Pia nyinyi mnakatwa. Sisi tunaongezewa. Sasa unaweza jaribu kwa hiyo taswira kwamba tunaumia kabisa, tunateseka na hali ni ngumu, kwamba sasa sisi tunang'ang'ana kuweza kusikiza wagonjwa walete hali zao ngumu, lakini nyinyi bado wenyewe mnasononeka na masaibu. Lakini kwa sababu kama jinsi ambavyo pia mlikuwa mnaendeleza, wakati mlipoajiriwa mlikuwa zaidi ya 8,000, lakini kwa kandarasi ambazo sio za kudumu, ni hizi kandarasi maalum, na kuna hawa zaidi ya 100 ambao wameajiriwa kwa kandarasi za kudumu ambazo mishahara yake iko sawa, marupurupu pia yako na mambo mengine wananufaika. Hawa wanaoajiriwa ni akina nani kwanza? Asante. Tulivyoajiriwa 8,571 tulirushwa katika vitengo mbalimbali vya afya. Lakini kuna baadhi yetu ambao walijipata katika hospitali za rufaa za kitaifa. Sawa? Kama Kenyatta, kama Moi. Sasa juzi, maana ni mwaka huu tu ndio po walivyobadilishiwa hizi kandarasi zao. Wakapewa za kudumu. Hawa ni walio kwenye hospitali za rufaa. Ndio. Na leo walikuwa ni kama wangapi hivi? Ni kiwango kikubwa ama ni wachache? Wachache. Ni wachache sana. Asilimia kubwa ya wote ambao bado wako katika hii kandarasi isiyodumu. Asilimia kubwa. Hasa wale ambao wanafanya kazi wapi? Katika hospitali zilizoko katika majimbo. Sasa hapa ndipo kuna mambo ambayo hatuwezi elewa vizuri. Kwa hivyo walio chini ya mpango wa UHC lakini wako chini ya serikali kuu, mambo yao yako sawa. Walio na matatizo na walio kwenye serikali za kaunti. Naam. Na kule serikali za kaunti wanasema nyinyi sio wafanyakazi wetu. Nyinyi ni wa serikali gani? Kuu. Hivyo ndivyo mnavyoambiwa na uongozi wa kaunti. Hivyo ndivyo tunavyoambiwa na uongozi wa kaunti. Tukifika kule nako wanasema ni sawa, sisi tunawapa mshahara, tunawapa kazi, lakini hatufanyii sisi, mnafanya wapi? Kwa kaunti. Sasa tushike nani? Baba ni yupi wala mama ni yupi hapo? Jibu ni rahisi ya kwamba yule anayekupa kazi, yule anayekupa mshahara ndiye mwajiri wako. Ndivyo? Sasa kama basi yule anayekupa mshahara ndio mwajiri wako, huyo anayetupa huu mshahara inambidi awajibike. Na mbona anayewapa mshahara huu ambao mnasema ni robo ya ule mshahara ambao uko kwenye kandarasi za kudumu, mbona anawakana na ndiye mnayemhudumia? Mbona anawakana? Hapo nafikiri swala zima ni juu ya katiba yetu. Afya imeweza kugatuliwa. Sasa kama afya imegatuliwa pale Nairobi, Ministry of Health inafaa zao ziwe ni policies. Zile sera wanazipeleka kwa county. Wakishazipeleka kwa county, wale ndo wao wanafanya implementation. Hapa serikali kuu lazima iwajibike, na pia serikali ya county nayo lazima iwajibike. Kwa sababu hakuna vile ni sawa mimi nafanya kazi county na ninayemhudumia sio wa Nairobi, ni wa county ya Kwale. Sasa inamaanisha vipi? Serikali kuu ambayo inanipa mshahara wacha niseme kunao mwelekeo ambao imechukua ambao sio. Imepoteza mwelekeo hapa.
Kwa sababu kama ni sera wanazozitengeneza, mbona basi wasitoe hizi sera? Jamani, hawa ni wafanyikazi, sisi tunawalipa, shikeni pesa hizi, endeleeni kuwapa mishahara, lakini wabadilisheni kandarasi. Na hapo tu. Hapo tu. Labda kusisitiza tu. Kusisitiza kwenye jambo ambalo ameelezea kwamba mvutano tu ni njia moja tu ya kuchelewesha kufanya haki iweze kufanyika. Kwa sababu pesa zote zinatoka wapi? Pesa zinatoka wapi? Bajeti inatengenezwa wapi? Bajeti inatengenezwa kwenye serikali kuu. Ndio peleke ende kwenye county. Sasa hata bado kuja kusema ati afya imerudi mashinani, afya imeenda huko wapi, mnafaa muende kwa county. Pesa zote zinatoka huko juu national, kwenye national treasury. Pesa zitoki kwenye county za kulipa wafanyakazi. Sasa ni kinaya kujaribu kusema wewe enda penye unafanya kazi uitishe pesa zako, lakini bajeti inatengenezwa huko juu. So kwa nini wasitengeneze tu bajeti huko alafu tuweke hizo pesa na waseme hii pesa sasa tumetenga hii bilioni 7.1 ambayo ndio kiwango ya pesa tunazohitaji ili kuwekwa katika kandarasi ya kudumu. Kwa nini waseme tu hivyo basi na wapunguze huo mchezo? Hivyo tu. Naona Samuel anataka kuongeza. Sasa ndo maana nimesema Wizara ya Afya hapa lazima iwajibike. Hapa lazima iweze kuwajibika. Kwa sababu ni kana kwamba mbona wakaamua kuchukua baadhi ya hawa ambao wapo katika hizi serikali wanaofanya kazi katika hospitali za rufaa. Ni kana kwamba una watoto wawili. Mmoja umeamua kumnunulia zawadi, lakini mwingine umemwacha, na wote hawa ni wako. Hakuna sababu ya msingi. Zote tu tunasema hizi ni njia na ni njama za kuhakikisha wanazidi kuendelea kutukandamiza. Na wakumbuke ya kwamba serikali hii inafaa iongozwe na sheria. Na sheria zote za mfanyikazi zimeweza kuvunjwa. Kwa sababu sheria inasema ya kwamba kama nafanya kazi pamoja na wewe na kazi ni hii ile moja, sote nafaa tupate mshahara mmoja. Lakini hapa mambo ni tofauti. Mwingine ana marupurupu, mwingine hana. Mwingine ana muda wa kwenda kuongeza kisomo, mwingine hana. Mwingine ana uwezo wa kuchukua mkopo kwenye benki aweze kujiendeleza katika maisha yake kutokana na uzito wa kandarasi yake. Mwingine hawezi pata ile nafasi. Ukosefu wa huu usawa umeathiri vipi utendakazi iwapo Alias yeye yuko kwenye kandarasi maalum, lakini Simon hapa anaingia sasa yuko kwenye Samuel anaingia yuko kwenye kandarasi ambayo ni ya kudumu? Tatizo liko wapi? Inaathiri vipi utendakazi wenu wakati sasa mko pamoja na hakuna usawa baina yenu? Okay, asante Agnes. Kwamba ningependa kueleza kwamba sisi katika hii kandarasi ambayo si ya kudumu tumekuja miaka 5 zilizopita kwenye different kwa jimbo tofauti, na tuliweza kupata nafasi kwa sababu ya miaka zenye tumekuwa wakazi. Unapata wewe ni in charge of facility, umekuwa hapo mbali na kulipwa huo mshahara robo, wewe ndio in charge, unafaa ushughulikie wale wenye unaongoza. Labda kuna daktari wa dawa, daktari wa lab, daktari wa nesi, kuna wale wenye wako kwenye maabara. Ndio, na wote wako chini yako, lakini wewe ni kwenye kandarasi sio ya kudumu, na bado kuna pesa zenye huwa zinakuja kwa hizo facilities zenye wewe unafaa kushughulikia, umanage. Sasa wewe umekuwa kwenye kandarasi sio ya kudumu kwa muda wote. Alafu kuna mwanafunzi amekuja juzi, amekupata wewe ukiwa kazi tayari. Yeye ndiye amemaliza tu college ama university, ashaajiriwa, amekuja tu ndio amemaliza, hata hajaenda kutafuta kazi kokote, anakuja ameingia kandarasi ya kudumu. Tayari hiyo kisaikolojia ni hujuma kwa wewe mwenye umekuwa pale kwa muda wote. Haujafuata hiyo procedures za kuweza kuajiri, kuzingatia kwamba kuna mtu mwenye amekuweko ana ujuzi wa kutosha. So adhari zenye ziko moja ni kwamba kuna baadhi yetu ambao tayari wengine wameamua kuacha kazi, wengine wameamua kutafuta kazi nje zingine, na hata bado wanaendelea kufanya hivyo. Athari nyingine ni kwamba
wewe kwenye hii kandarasi isiyo ya kudumu na hiyo marupurupu yake kidogo. Sasa jaribu kuimagine kuna mwenye amekuja tu juzi, wewe ndio umemtrain, hata amekuja umemtrain katika attachment, katika internship umemtrain. Lakini anakuona wewe uko katika ile hali aliyokupata, akienda kwenda kusoma, akienda katika taasisi, wewe amekupata hapo mahali, uko hapo, yeye amekuja bado ndio ameingia na hiyo level yake tuseme ya diploma. Ameanza kazi. Akianza kazi tu vitu anaenda anapata nafasi, kandarasi ya kudumu inampa nafasi ya kuomba nafasi ya kwenda kusoma. Sasa hata ataendelea kufanya kazi. Wewe utaendelea kufanya kazi hapo mahali na kandarasi yako sio ya kudumu. Lakini mwenye yake ya kudumu ashaomba nafasi, amerudi shule, ameruhusiwa, anaenda kusoma. Sasa atarudi akiwa ameongeza job group nyingine. Wewe ukiwa hapo mahali miaka 5 ulikuwa job group head. Uko katika sehemu tu, uko tu mahali pamoja, haujakuwa hata kisomo chako bado kiko pale, hakijasonga. Samuel, sasa tukimalizia, hali hii inatoa hatari gani iwapo hali haitabadilika? Inatoa hatari gani? Juzi tu hapo jana mlikuwa na kikao na waziri wa afya Deborah Baraza. Sijui kama mlifanikiwa, mkutano wenyewe ulizaa matunda ama hali ni ile ile tu? Hali bado ni ngumu. Kwanza nianze na swala la mkutano. Mkutano uliitishwa, tukaenda tukaketi pale, lakini haukuzaa matunda. Hatukuelewana. Kwa sababu gani? Walitaka kutoroka swala zima la mpango wa UHC. Mpango wenye walikuwa wako nao ni jambo ambalo haliwezi chukua hata masaa 44 wangemalizana nalo. Jambo la kwanza walisema hivi: hakukuwa na pesa ya kuweza kuhakikisha kwamba tunabadilishwa katika kandarasi ya kudumu. Na wakati nikurudishe nyuma kidogo, wakati walipoitisha mkutano, kusudi la mkutano lilikuwa lipi? Walitaka kutupa ripoti ya mambo vile yalivyo, hususan swala zima la mpango wa UHC, hasa kwa hawa wafanyikazi. Na wakasingizia, nafikiri hiki ni kipindi cha kwamba wanajaribu kutengeneza bajeti. Sasa kile ambacho walikuwa naomba ni ya kwamba tuwape muda watengeneze bajeti, waone kama tutakuwa factored in. Hii inamaanisha kwamba sijui kipindi hicho cha nyuma chote hayakuwa katika mawazo yao ya kwamba hawa watu inafaa wawe factored in. Na wakasema kwamba pesa saizi hakuna. Lakini wacha tuendelee kusukumana na wabunge. Nafikiri kuna kikao ambacho kinafaa kifanyike baina ya waziri na wabunge. Kinaendelea kwa sasa. Lengo kuu hasa ni kusukuma swala zima la UHC. Angalau wapate nini? Wapate pesa za kuhakikisha kwamba mambo haya ya kandarasi yanafanya nini? Yanamalizwa. Lakini kuna jambo ambalo halikuwa sawa nilivyolisikia maskini mwangu. Naona kuna kutokuaminiana baina ya serikali kuu na serikali ya kaunti. Kwa nini? Mmoja wao alituambia kwamba tunaweza kuamua tupate pesa, tukishapata pesa tuipeleke pale katika gatuzi. Lakini nina hofu ya kwamba baadhi yenu mtakosa kazi. Hiyo ni kama tahadhari ilikuwa inatolewa. Hiyo ni tahadhari. Sasa kwa nini? Kwa sababu hawa ni magavana, zikipelekwa pale wanaweza amua waendeleze ile mchezo ambao inaendelea. Mchezo gani? Nafikiri nimekuambia kipindi cha miezi miwili kuna watu 35 wamefanya nini? Wameajiriwa kwa wale. Na tukiwauliza wanasema sisi hatuna pesa yenu, hatuwezi waajiri nyinyi, bado mko kazi. Ni nini ambacho kinaendelea hapa? Ni kama kila mtu hataki kuwajibika katika swala zima hili. Lakini dawa yake ni kidogo. Waziri, nyinyi ndio mnatengeneza policies hapa ofisini. Basi mbona mkipata hii pesa, mbona msiseme serikali ya county si hawa watu wenu sisi ndio tunawalipa pesa zao hizi, majina yao hawa, waacha waendelee kufanya kazi. Haya, mwelekezi ananiambia kwamba muda haunasi. Tukimalizia, iwapo hali haitabadilika na hata kutokana na yale mazungumzo ya hapo jana, Samuel amesema kwamba hata kuna sehemu ambazo zilitolewa huenda baadhi yenu watapoteza kazi. Iwapo hali hii itaendelea hivi, hali haitabadilika, tusubiri nini? Wagonjwa hasa kule mashinani watarajie nini? Okay, kwanza hivi sasa tunavyozungumza wahudumu wa afya katika hii kandarasi ya UHC hawako kwenye kazi sasa hivi, na hatuna nia yote kurudi kazini hadi
wazingatie mambo haya. Moja, tupewe kandarasi ya kudumu. 2, tulipwe marupurupu ambayo inaitwa gratuity. Na hiyo yote iko kwenye gazette notice kwamba ni kitu yenye katika sheria. Hatutishi marupurupu yoyote yenye kwa nje ya kitu yenye inafaa kufanywa. Sasa walipe marupurupu, mshahara wetu uweze kutengenezwa, usawasishwe na wafanyakazi wengine wote wenye tunafanya kazi nao katika job group hiyo. Jambo lingine ambalo tunataka ni waweze tumesema ni permanent, alafu gratuity, alafu salary iweze kusawazishwa. Na bima mko nayo? Bima pia hatuna. Sasa jambo lingine nilikuwa nataka kusema kwamba baada ya miaka 3 ilikuwa inafaa tuende job group nyingine. Tulianza job group H. So baada ya miaka 3 ilikuwa inafaa tuende job group K. So kwa saizi sisi tunajua tunafaa tukwenda job group K. Ukituajiri saizi job group J. So kwa kituajiri saizi katika kandarasi ya kudumu tunafaa tuweke katika job group J. Ila si hivyo, kwa sasa haturudi kazi, na wana UHC wamesema kwamba wanakuja Nairobi tena kuhakikisha kwamba hakuna shughuli zitaendelea hadi wazingatie mambo ambayo tumeulizia. Na kabla tumalize, maybe ningependa tu kuomba Bwana Ruto kwamba tunakuomba, kwa sababu tunajua una lengo mzuri na una roho mzuri. Kwa venye tumekuwa tukiona ukisaidia makanisa, unaweza wapatia milioni 20, mali pengine umepatia milioni 10. Kuna pesa. Hiyo ni dalili mzuri kwamba kuna pesa, tunaishi katika nchi iliyo na pesa. Na kwamba aingie tu pale kama mzazi na afikirie Bwana Harry Kimtai pia tunamuomba. Yeye ndiye anasimamia hii programu ya UHC. Ajaribu kufikiria tu pia kama vile anaona tu watoto wake pia, kwamba hata yeye kama PS wa UHC, PS kwa sababu PS ni wawili, kuna yeye, kuna PS Muthoni. Sasa anauliza kama yeye kama PS angekuwa maandiko kwa hiyo kandarasi yenye si ya kudumu, alafu bado anapata robo ya mshahara yenye PS Muthoni anapata, sijui kama angekuwa anasikia namna gani. Ajaribu kujiweka kwa hiyo nafasi, alafu alegeze moyo wake na asikise kile chetu kama wana UHC. Lakini tushasema tumekuwa hapo kwa miaka 5, petitions zimekuwa, ripoti zimeandikwa, hatuoni tukirudi kazi, kwa sababu kila siku tunaambiwa tunataka tukae chini tujadili ili tuweze kuweka kiwango fulani cha fedha. Ripoti ziko zote, waende tu watafute hizo ripoti, waziangalie, wazikague. Sisi tukiwa tuko nyumbani kwanza, hata sasa tukiwa nyumbani sasa hizi tunaweza pumzika kidogo, tujaribu kupata tu pumziko la mawazo, kwa sababu hujuma imekuwa mingi zaidi na tutaweza kuendelea katika hii hali. Asante sana. Kuna mengi ya kuzungumza lakini muda haunasi. Asante sana Samuel, asante sana Alias, na cha msingi ni kwamba kwa kweli mmeweza kuelezea masaibu yenu na mnaendelea kuyaelezea, na tunatumai kwamba wanaopaswa kuwajibika wataajibika kwa njia inayostahili. Mtazamaji, hawa wamekuwa ni wahudumu wa mpango wa afya kwa wote UHC, Samuel pamoja na Alias, wakielezea changamoto ambazo wamekuwa wakipitia tangu walipoajiriwa kwa kandarasi ambazo sio za kudumu mwaka 2020, na hadi sasa wanaendelea kupewa matumaini, lakini hawajui haya matumaini yatatimizwa lini. Mtazamaji, kufikia hapa natamatisha mazungumzo yetu, lakini nachukua pumziko fupi. Nitakaporejea nitakuwa sasa ninaangazia taarifa tofauti kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Salia nasi.